Ziko nchi tatu, maana yake Marekani, India pamoja na sisi wa Tanzania, wenye shuka linaloweza kupima. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda, ambaye ni mbunge wa jimbo la Arusha mjini, amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwekeza kwenye vifaa tiba pamoja na kuwasomesha madaktari, ambapo watu zaidi ya 7,000 wamepata matibabu bure katika kliniki ya bure iliyoandaliwa na mbunge huyo. Makonda akizungumza katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid mkoani Arusha, ambapo ndipo ilipo kliniki hiyo ya matibabu bure, amezindua kifaa ambacho ni shuka linalopima mwenendo wa mapigo ya moyo na mzunguko wa oxygen, na kusema kuwa shuka hilo ni mkombozi kwa kuwa linasaidia kufuatilia changamoto alionayo mgonjwa baada ya kupatiwa matibabu. Hapa hawatibiwi watu wa jimbo la Arusha tu, wanatibiwa wa Tanzania wote. Kuna watu wametoka Manyara, kuna watu wametoka Kilimanjaro, kuna watu wametoka Tanga, kuna watu wametoka mikoa mbalimbali wako hapa. Na hiyo yote kwa sababu Tanzania ni moja na rais wetu Daktari Samia, hakuna ubaguzi na wote wanapata huduma bure. Jambo la pili, tunamshukuru rais wetu kwa kuwekeza kwenye vifaa na vifaa tiba na kusomesha madaktari katika programu iliyoko nchini kwetu ya Samia Scholarship, inaopeleka madaktari nje na kuongeza ujuzi kwenye vifaa. Nyinyi ni mashahidi. Leo tumezindua operation au upasuaji unaofanyika ndani ya gari, ikiwa ni hospitali inayotembea ya kwanza kwa nchi za Afrika Mashariki. Ni jambo kubwa sana. Ni Tanzania pekee ndio ina gari hilo, ambalo gari hilo ni theater inayotembea. Na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Arusha ndio mkoa wa kwanza na jimbo letu la Arusha ndio tumefungua kutumia gari hilo, na tumeshuhudia asubuhi watu wameanza kufanyiwa operation, na kwa leo siku ya Jumatano hii tuna wagonjwa zaidi ya 100 ambao watafanyiwa operation, na gari hilo halitaondoka kwenye hivi viwanja vyetu mpaka wagonjwa wote wanaopaswa kufanyiwa operation wamefanyiwa operation. Tunamshukuru sana Daktari Samia kwa uwekezaji huo. Lakini hapa tulipo tuko JKCI kwa mkuu wetu wa taasisi ya moyo na daktari bingwa wa magonjwa ya moyo. Jamani, Mungu atupe nini? Kwa nchi za Afrika, Tanzania na kwa duniani ziko nchi tatu, maana yake Marekani, India pamoja na sisi wa Tanzania, wenye shuka linaloweza kupima mwenendo wa mapigo ya moyo, mzunguko wa oksijeni ndani ya mwili wako. Yaani unapata upumuaji wako, unapata pressure yako, unapata oksijeni inavyo circulate ndani ya mwili wako. Shuka hili tumelizindua leo hapa katika jimbo letu la Arusha, kwenye mkoa wetu wa Arusha, na kuanzia sasa litapatikana pale kwenye hospitali ya Seliani ambako JKCI ni kanda yao ya kaskazini na ni kituo kikubwa kinachofanyika. Shuka hii ni mkombozi, kama ambavyo tunamuona ndugu yetu amelala hapa. Manake hapa madaktari wanapata taarifa zake zote, na hii inaokoa vifo vya ghafla. Mtu anajikuta alishafanyiwa upasuaji wa moyo, alishawahi kutibiwa, amerudi nyumbani, lakini hakuna monitoring ya kujua anaendeleaje mpaka afike hatua agundulike, ifuatwe ambulance ije mchukue, afikishe hospitali, waanze tena kumpima. Mlolongo huo wote watu wengi wanapoteza maisha. Lakini shukrani zetu kwa Mungu na kwa rais wetu kwa kukubali kuwekeza kwenye vifaa vya kisasa, na leo tunashuhudia katika jimbo letu la Arusha na mkoa wetu wa Arusha ya kwamba sasa na sisi tuna uwezo wa kumonitor, na daktari alikuwa ananiambia simu yake anaweza akaiunganisha akajua mgonjwa. Yaani kwa mfano huko Mulieti au huko Sokoniwani au huko Sekei au huko Muivalo kule, kifaa hiki kinapokuwapo ndani ya shuka lako lilolalia, mganga au daktari au nesi anafuatilia, anajua. Na pale anapoona mapigo yako ya moyo yanaendelea kuongezeka, pale anajua huyu mgonjwa yuko Mulieti au yuko Kijenge, gari ya ambulance inatumwa, unaenda kuchukuliwa, unapatiwa huduma na maisha yako yanaokolewa. Na tayari kifaa hiki kimeshafanya maajabu kwa kuokoa maisha ya watu. Kwa hiyo tunamshukuru pia rais wetu kwa uwekezaji mkubwa namna hiyo. Viko vifaa vingi, na hapa tulipo tuna madaktari bingwa wengi. Benjamin Mkapa,
watu wetu wa kutoka Mount Meru, kutoka Mirembe, kutoka Muhimbili, kutoka maeneo mengi mbalimbali. Na kesho tumemwalika pia mkurugenzi mkuu wa hospitali ya Muhimbili, ambaye yeye ndani yake hizi taasisi zote, taasisi ya moyo ipo, taasisi ya mifupa ipo ya MOI, taasisi nyingine zile zinazohangaika na Ocean Road, watu gani wote wako pale. Kesho atakuwepo hapa kwetu akiangalia pia huduma zinavyoendelea kutolewa, ili pale ambapo tunapopungukiwa tunapata msaada wa haraka kuhakikisha wananchi wote wanapata. Naitwa Dr. Peter Richard Kisenge, ni daktari bingwa magonjwa ya moyo, lakini mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete imefika katika kambi ambayo imeandaliwa na mbunge wa Arusha Paul Makonda, ambaye vilevile ni waziri wa habari na michezo, na amekuwa na utaratibu huu wa kuandaa kambi kila mwaka, na hii ni mara yetu ya 3 kuhusika katika kambi hii. Sasa shuka hili ukiwekewa chini ya kitanda chako tutaweza kujua, na daktari anaweza kupata message hata kwenye simu yake kujua mgonjwa aliyemfanyia operation anaendeleaje. Lakini si tu wagonjwa waliofanywa operation, hata wagonjwa wanaoumwa hata malaria, anaweza mapigo yake ya moyo yakaenda kwa kasi sana, au pressure ikashuka sana, kwa sababu hata malaria inaua, na ikitaka wakati inapoua kitu kinachoanza kuonekana ni tunaita hizo vital sign, au pressure kushuka sana, mapigo kwenda kasi, oksijeni kupungua kwenye damu. Kwa hiyo tutagundua mapema na tutamfuata yule mgonjwa pale alipo na kumleta hospitalini na kupata matibabu ambayo ni matibabu sahihi. Kwa hiyo shuka hili ni uwekezaji mkubwa ambao wamefanya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, na kwa Afrika ni taasisi ya moyo ndo mara ya kwanza kuwa na shuka hili, lakini nchi nyingine ambazo inashuka kama hili ni India na Marekani. Kwa hiyo huu ni uwekezaji mkubwa sana ambao umefanyika na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan.